Kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART imetolea ufafanuzi juu ya tukio lililochapishwa katika mitandao ya kijamii ya Global TV na Manara TV, ikionyesha baadhi ya abiria katika kituo cha Kimara Mwisho wakizuia moja ya basi la kampuni ya mabasi hayo yaendayo haraka. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hii leo April 22 mwaka 2025 na uongozi wa UDART, inaeleza kuwa lori la mizigo lilikosea njia kuziba sehemu ya barabara eneo la katikati ya kituo cha Kibo na Ubungo Maji kwa muda wa saa zaidi ya dakika 20 na kusababisha changamoto kwa mabasi yaendayo haraka kutopita inavyopaswa na kuweka msongamano katika mzunguko wa mabasi. Hali hiyo ilisababisha kuvurugika kwa mzunguko wa mabasi na kusababisha kuchelewa kwa mabasi kufika katika vituo kwa wakati. Changamoto iliyosababishwa na lori hiyo ilisababisha kuchelewa kwa mabasi kuwasili katika kituo cha Kimara na kusababisha baadhi ya abiria kushuka kutoka katika sehemu ya kupakia abiria na kuzuia basi lililopaswa kuanza kupakia abiria kwenye kituo cha mbele, wakati basi pia zilizosalia zikipangiwa kuanza kupakia kwenye kituo cha Kimara. Aidha, kufuatia kadhia hiyo, uongozi wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART umeomba radhi na unatoa pole kwa abiria kutokana na changamoto iliyojitokeza wakati huo wa asubuhi na kusababisha kuchelewa kwa mabasi kuwasili katika vituo. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.